Yes bana, kutokana na mchongo ambao umezidi kuchukua nafasi kwenye mitandao ya kijamii, tayari umeweza kumfikia waziri bana mwenye dhamana yake, namzungumzia Gwajima, ambaye tayari ametoa tamko kuhusiana hichi ambacho kimeendelea kwenye mitandao ya kijamii. So kupitia IG yake amezungumza kwa kusema kwamba ameandika ujumbe mrefu kinoma noma. Amesema taarifa kukemea na kuchukua hatua dhidi ya mabinti wanafunzi wa vyuo vikuu vilivyodhalilisha binti wenzao. DSM 2020 mwezi wa 4 2025. Pamoja na heri ya Pasaka kwenu wote, nasikitika kupata taarifa usiku wa kuamkia Jumapili ya Pasaka tarehe 20 mwezi wa 4 2025. Nilipokea tags nyingi kupitia mtandao wa Instagram wakinitumia video kadhaa walionyesha mabinti kadhaa wakishirikiana kumdhalilisha binti mwingine kwa maneno ya vipigo na mambo mengine mabaya, ambapo watu wa taarifa walidai kuwa mabinti hao wote wanafunzi wa vyuo vikuu viwili tofauti nchini, huko wengine wakidai kuwa wanasoma darasa moja na huyo binti. Walimdhalilisha na kumrekodi. Aidha, kwenye mazungumzo kama yalivyosikika, inaonekana ugomvi wa kumgombania mwanaume anayetajwa kwa jina la Mwijaku. Binafsi nimesikitishwa sana kusikia mabinti wasomi ambao wangetakiwa kujikita kwenye elimu, kuunganisha nguvu kupambania kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na mtoto, badala yake wanatumia nguvu zao na elimu kukatariana, kudhalilishana na kujidhalilisha wao kwa wao. Udhalilishaji waliofanya mabinti wenzao haukubariki kabisa na unastahili kukemewa kwa nguvu zote, kwani kwa sasa dhamana ikipishana na jambo la mwanamke mwenzie au mtu yeyote, basi amfanyie udhalilishaji, kwani huko ni kujidhalilisha yeye mwenyewe na kudhalilisha wanawake wote. So hatua za kuchukuliwa, ameandika, nimewasiliana na manusura na kuunganisha na huduma za ustawi wa jamii, msaada wa kisaikolojia na huduma za dawati la jinsia polisi, ambapo atapata msaada wa kisheria ili haki itendeke. Pia akasema nawasiliana na mkuu wa vyuo husika kupitia madawati ya jinsia kwenye vyuo husika ili hatua na nidhamu zichukuliwe. Anasema nawasiliana na waziri mwenye dhamana ya elimu na sayansi teknolojia pamoja na waziri wa mambo ya ndani na hatua zaidi. Wito, tuache kumaliza migogoro kupitia utaratibu wa kudhalilisha watu wengine. Aidha, wanawake wenzangu wote, hima tulinde heshima na haiba yetu kwa kuungana kutokomeza ukatili wa kijinsia, kwani watoto huku si wenyewe kujitenga na hatua za ukatili na kudhalilishana wengine. Hakuna aliye juu ya sheria. So it is kutoka kwake bana waziri mwenye dhamana yake, namzungumzia Gwajima, ambaye ametoa maoni yake kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Hapa ni Chris Media 24, ila kuikumbatia kwa taarifa zaidi, endelea kuenjoy.